Donald Trump wa Marekani anadai kwamba suala la Iran ni suala rahisi sana kulitatua na hawezi kupata silaha za nyuklia kamwe. Haya yanajiri baada ya wawakilishi wa Iran kuambia maafisa wa Iraq kwamba duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani itafanyika hivi karibuni huko Roma. Rais huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu kwamba Iran lazima iondoe dhana ya silaha ya nyuklia na haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei alisema kwamba Iran haina silaha za nyuklia, na kwa mujibu wa masuala ya kidini, dini ya Uislamu katika taifa hilo hairuhusu kumiliki silaha za maangamizi, ikiwa ni pamoja na silaha hizo za kinyuklia. Katika mkutano na Rais Nayib Bukele wa El Salvador, Trump alisema, "Tuna tatizo na Iran, lakini nitatatua tatizo hilo hivi karibuni na ni rahisi sana." Trump alidai kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inataka kushughulika nasi, lakini hawajui jinsi au watakavyoweza kushughulika nasi na hawaelewi jinsi Marekani ilivyo. Aliongeza kuwa Iran inaweza kuwa nchi kubwa mradi tu haina silaha za nyuklia. Haya yanajiri baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kumwambia mwenzake wa Iraq kwamba duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani itafanyika siku za hivi karibuni huko Roma nchini Italia, akiviambia vyombo vya habari huko Iraq ambavyo vimeripoti juu ya suala hilo. Hata hivyo, juu ya kuishambulia Iran, rais wa Marekani bwana Donald Trump alisema kwamba ikiwa hili halitakubalika, basi mpango wa Marekani ni kuweza kufanya shambulizi zito na kuiadhibu Iran. Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano huo kwamba anadhani kuwa Iran inaweza kuwa inashikilia Marekani kwa mazungumzo ya nyuklia. "Tulikuwa na mkutano nao siku ya Jumamosi. Tuna mkutano mwingine uliopangwa kufanyika Jumamosi ijayo. Nikasema huo ni muda mrefu. Unajua huo ni muda mrefu. Kwa hivyo nadhani wanaweza kuwa wanatuvuta," alisema, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la CNN. Donald Trump ameongeza kuwa Tehran inapaswa kuachana na msukumo wowote wa kutaka kumiliki silaha za nyuklia, la sivyo itakabiliwa na matokeo mabaya yanayoweza kujumuisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Tehran. Bila shaka ni kweli, Trump alisema alipoulizwa kama jibu linalowezekana linaweza kujumuisha makombora kwenye vituo vya nyuklia vya Iran. "Ikiwa itabidi tufanye jambo kali sana, tutalifanya. Tutahakikisha Iran hawawezi kumiliki silaha za kinyuklia." Hata hivyo, ukiachana na Iran ambayo inakatazwa kumiliki silaha za kinyuklia, lakini Israel ina silaha hizo za kinyuklia na inamiliki silaha hizo, na ni jambo ambalo wengi wamekuwa wakihoji. Hata baadhi ya maafisa wa Iran waliwahi kusema kwamba ikiwa Marekani haitaki Iran iwe na silaha za kinyuklia, kwanza inapaswa kuhakikisha silaha za nyuklia za Israel zinaangamizwa kama ambavyo wao wanataka kuangamiza mifumo ya nyuklia nchini humo. Wanadhani kabisa kwamba Iran ina nguvu za nyuklia, hasa silaha, lakini Iran imedai mara kwa mara kwamba haina mpango wa kuwa na silaha hizo za kinyuklia, lakini wasiwasi wao ni kwamba huenda silaha hizo ndizipo na zimefichwa katika maeneo ya siri, na mpango wao ni kwamba wataweza kushambulia katika miundombinu ya kutengenezea makombora hayo ya nyuklia ambayo wao wanadai ni kwa ajili ya matumizi ya jamii tu. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, subscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana.